Mbegu nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, zikamea, zikazaa. Wapendwa, ni Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, ambapo tunatafakari ujumbe mkubwa kwamba sisi kama aina ya udongo tunapolipokea neno la Mungu ambalo ni mbegu na Mungu ndio mpanzi mwenyewe, tujiulize tunatambuaje kama sisi ni udongo wa njiani, udongo wa mambani, udongo wa kwenye miba ama udongo mzuri? Nikukaribishe katika Dominika hii ya 15 tutafakari pamoja mafumbo ya imani yetu. Karibu sana. Mimi nikutazame uso wako katika haki. Mimi nikutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako, kwa sura yako. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Wapendwa, leo tunaingia katika fundisho la tatu. Tangu mwanzo tuliona Injili ya Mathayo ambayo imegawanywa katika sehemu 5 za mafundisho ambazo ni kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni hotuba ya Yesu mlimani, sehemu ya pili ni utume wa kimisionari, na sehemu ya tatu ni mifano mbalimbali. Sehemu ya 4 ni mafundisho kuhusiana na maisha ya jumuiya iishije, na sehemu ya 5 ni maisha yajayo au mambo yajayo, mambo ya nyakati zijazo ama eskatolojia. Sasa leo wapendwa, tunaanza sehemu ya 3 ya Injili ya Mathayo ambayo imejikita katika mifano mbalimbali ambao Yesu anaelezea kuhusiana na siri za ufalme wa Mungu kupitia mifano ya kawaida. Na hivyo sehemu hii ya 3 itatupeleka ama tutatafakari kwa takriban Dominika 3. Yaani Dominika hii ya 15, Dominika ya 16 na Dominika ya 17. Na hivyo leo Yesu anaanza kufundisha siri za ufalme wa Mungu kwa kutumia lugha ya mifano. Mifano mbalimbali. Na hivyo sura hii ya 13 ambayo ni sehemu ya Injili si tu hotuba ya kawaida bali ni mwaliko wa kuingia ndani ya fumbo la ufalme wa Mungu ambalo Yesu analifunua kwa wale ambao mioyo yao ipo tayari kupokea neema ya Mungu. Na neno lililotumika kuanisha hiyo mifano ni parabole. Parabole ambalo ni kwa lugha ya Kiyunani ama Kigiriki, na kwa Kiebrania inatafsiriwa kama mashal. Mashal ambayo kupata maana yake nzuri ni hadithi rahisi ya kuwafundisha watu wa kawaida tu, na pengine maana pana ni kumaanisha kitendawili ama fumbo ama mfano ya kulinganisha jambo moja na jambo jingine, ambalo mambo hayo ni ya kawaida katika maisha yetu ya kila siku, lakini yanafunua ukweli wa kina wa siri za kimungu. Ni hadithi ambayo inatumia maneno au mambo ya kawaida, lakini ndani yake kuna kitu cha pekee, kuna kitu cha tofauti ambacho kinashangaza, kinachovunja mantiki ya maisha yetu ya kila siku. Na ili kuweza kuelewa mfano huo, mtu lazima aingie ndani ya siri ya neema ya Mungu. Kwa sababu si kulinganisha tu moja kwa moja, bali ni fumbo linahitaji moyo ulio wazi. Yesu anatueleza mfano wa mpanzi katika Dominika hii ya 15. Mfano ambao ni maarufu sana, na pengine mtu ambaye anaenda kanisani mara kwa mara, ni mfano ambao sio mgeni kwake. Ni mfano ambao una kitu kikubwa, na tunaporudi katika muktadha wa mkulima, hasa mkulima Myahudi wa karne ya kwanza, tunaona ni vitu vya ajabu ama ni vitu ambavyo vinashangaza kupitia mfano huu wa mpanzi. Kumbuka kwamba mbegu zilikuwa zinauzwa pengine kwa gharama kubwa, na hivyo wakulima walipoenda kununua zile mbegu kwa ajili ya kulima, walitegemea wapate mazao kupitia zile mbegu na sio kuzitupa tu kama mifano ambayo Yesu atatueleza hapo mbele.
Tukiangalia hata mfano kwamba mkulima amenunua mbegu zake afu azitupe tu barabarani, ambapo anajua kabisa hataweza kupata mavuno kwa sababu barabara zile njia watu wanakuwa wanapita. Kwa hiyo kwa vyovyote mbegu haiwezi kuota. Iweje huyu mkulima atupe mbegu katika barabara? Mfano wa pili ni mkulima kutupa mbegu katika mwamba, sehemu ambayo hamna udongo, au hata kama udongo upo kidogo hauwezi kufanya ile mbegu ikatengeneza mizizi ikaota. Kwa hiyo kwa vyovyote vile itakuja ife. Sasa mkulima mwenye akili ambaye yupo makini na kazi yake ya ukulima hawezi akafanya kitu kama hicho. Na mfano wa tatu ama aina ya tatu ya udongo ni katika miiba. Miiba ambayo mbegu itasongwa tu na ile miiba itashindwa kutoa mazao. Na katika mantiki ya kilimo cha kawaida mtu hawezi akaelewa kwamba huyu mkulima kweli alikuwa makini na kile anachokifanya. Lakini tunapoanza mfano huu wa mpanzi, hasa tukifika katika ile swala la yule mpanzi ambaye amepanda katika udongo mzuri, tunashuhudia mavuno ya ajabu. Tunaambiwa moja uzaa 100, moja 60, moja 30. Na Yesu anamalizia kwa maneno yenye nguvu ama ya kutupa tafakari kwamba mwenye masikio na asikie. Hili linatuambia kwamba mfano huu kwa kawaida unaweza kuonekana tu kawaida, lakini una maana ya ndani sana na maana kubwa kuhusiana na siri ya ufalme wa Mungu. Pengine kwa nini Yesu anazungumzia mifano au anazungumza kwa mifano? Wanafunzi wake wenyewe waliweza kumuuliza swali hilo kwamba huu mfano una maana gani kwetu? Na jibu lake linagusa mioyo yetu kwa kina. Yesu anasema kwamba mfano inaficha na kufunua kwa wakati mmoja. Inaficha na kufunua kwa wakati mmoja, na kwa wengine linaweza likawa fumbo lililowafunga mioyo yao wasiweze kutambua, na hivyo linakuwa siri ya ufalme wa Mungu. Na Yesu anarejea kitabu cha nabii Isaya, ule utabiri wa nabii Isaya kwamba watalisikia lakini wasielewe, wataona lakini wasitambue. Katika injili ya leo Yesu anasema vizuri kabisa, na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na masikio yao hayasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Kwa hiyo hili mfano huu unaweza ukawa kwa namna moja au nyingine ni kama fumbo ambalo kwa lugha ya Kigiriki ama Kiyunani mysterion, manake siri ya Mungu, siri za kimungu. Pengine sio elimu rahisi, bali ni ufunuo unaohitaji neema ili moyo uweze kufunuliwa na kuelewa. Sisi wenyewe tunaweza tukawa katika hali hiyo. Wakati mwingine tunasikia lakini hatuelewi, tunaona lakini hatuwezi kuchanganua mambo na kuelewa, au hatuoni kabisa siri ya Mungu hadi neema ya Mungu itakapofungua akili na mioyo yetu. Yesu mwenyewe anatufunulia mfano huu kwa upendo mkubwa. Mpanzi ni yeye mwenyewe, na wote wanaohubiriwa neno lake ni aina zile za udongo. Mbegu ni neno la Mungu, na aina za udongo ni mioyo yetu sisi. Tunapoangalia yule aliyepandwa njiani, tukianza na nani ya kwanza, yule aliyepandwa njiani, tunakutana na moyo ambayo au mioyo ya watu ambao wanalisikia neno lakini haliingii ndani ya mioyo yao hata kidogo. Anaweza kasikia lakini haelewi, na hivyo shetani anapokuja humnyakua na kumuondoa kabisa katika uwepo wa lile neno.
Hawa sio watu wabaya kwa nje, pengine labda ni yule ambaye unakuta anahudhuria misa takatifu kila Dominika, lakini akili yake ipo mahali pengine anapokuwa katika masuala kama hayo. Anaweza kawa anafikiria biashara yake, anaweza kawa anafikiria simu ama michezo na kadhalika. Lakini pia huyo mtu anaweza akawa ni yule ambaye maisha yake, kupitia hali ya maisha yake yamevunjika moyo, na hivyo moyo wake ukawa mgumu kama jiwe, au kama hiyo hali ya barabara ambapo anapolisikia neno la Mungu haliwezi likatengeneza chochote au kuzaa chochote, bali yamejawa tu bali yamejaa mashaka na uchungu moyoni mwake. Na nimesikia mara nyingi mtu kama huyo au watu kama hao wanakuta wamekata tamaa na kuona kwamba hamna kitu kinachowezekana, na hivyo wanaishia tu kusikiliza mahubiri, na wanasikiliza mahubiri mazuri pengine hata kwenye gari, akiwa nyumbani na kadhalika, lakini bado neno haliwezi kukaa katika moyo wake. Moyo wake unakuwa kama njia tu, inapita inatoka, inakanyagwa inapita, haliwezi kuotesha kitu chochote. Kwa upande wa pili, mwamba, yule ambaye neno la Mungu linaanguka katika moyo wake, ambao umefananishwa na mwamba, Yesu anazungumzia ni wale watu ambao mioyo yao au nafsi zao zinalisikia neno la Mungu kwa furaha kubwa. Furaha kubwa kwelikweli kwamba neno la Mungu amelielewa, lakini hawana mizizi. Na hivyo jua linapochomoza, lugha ya picha ikimaanisha matatizo ama majaribu ama shida ama ukame wa kiroho unapokuja, basi ile mbegu ya neno la Mungu ambayo wameipokea kwa furaha, ambayo haina mizizi, inakauka na kufa, na hivyo hakuna kitu kinachoweza kuota. Hawa sasa wanaweza akawa ni wale watu ambao wanaposikia neno la Mungu wanalipokea kwa furaha na kwa mwemko mkubwa kabisa. Pengine wanahudhuria hata semina na mafundisho mbalimbali, na unaweza kukuta katika ibada mbalimbali wanaweza kukaa na kuweza kusali, lakini kuguswa na ile hisia kabisa ya neno la Mungu mpaka wakalia, wanakuwa na ile shauku. Lakini anaporudi nyumbani, pindi anapokutana na migogoro, shida mbalimbali, masuala ya ndoa labda au fedha, masuala ya kiuchumi, ugonjwa, furaha ile ya lile neno linafanyaje? Linatoweka au linaikwisha kabisa, kwa sababu hamna uimara katika kile ambacho amekipokea neno la Mungu, na hivyo anakosa kwa namna moja au nyingine mizizi ya neno la Mungu ndani yake. Lakini pia kwa upande wa pili, huyo mtu ambaye neno la Mungu analipokea katika kama moyo ambao mbegu imepandwa katika mwamba, anaweza akawa ni ule Mkristo, pengine Mkatoliki kabisa, lakini akipitia mateso, shida mbalimbali, anaweza akatoroka katika Ukatoliki, akakimbia katika madhehebu mengine na kutafuta miujiza ya haraka na kukwepa misalaba ambayo inamsonga. Au ni yule ambaye anavutiwa nipokusha kusema nyimbo mbalimbali, mahubiri mbalimbali, pengine kwenye mitandao na kadhalika, lakini yote hayo anapoyasikia na kuyatafakari hayaingii ndani na kufanya aweze kukua kiroho. Yanakuwa yanapita tu kama vile sehemu ya mwili wake, haingii ndani, hana mizizi, na hivyo hawezi kustahimili kuishi wakati wa msalaba. Ikumbuke kwamba Ukristo bila msalaba ni bure, ama hakuna Ukristo usiokuwa na msalaba, hakuna Pasaka isiyokuwa na Ijumaa Kuu. Kumbe mtu wa namna hiyo ambaye neno la Mungu linapandwa ndani yake na moyo wake ni kama mwamba katika mwamba, anakosa mizizi pindi dhoruba linapokuja, dhoruba la matatizo, mateso, vishawishi, changamoto na hata ugumu wa maisha, wakati mwingine kumtoa katika ufuasi. Mfano tena unatupeleka katika aina ya tatu, ambayo ni yule mtu ambaye neno la Mungu linapandwa na nafsi yake au moyo wake ni kama udongo kwenye miiba, mbegu iliyoanguka katika miiba. Huyu analisikia neno la Mungu, analielewa, analikubali, lakini shughuli za dunia, wasiwasi wa maisha, udanganyifu wa mali vinakuwa pamoja naye, na hivyo vinamsonga hadi anaweza akapotea na asiweze kuzaa matunda.
Miiba pengine inaweza inakuwa kwa siri, taratibu. Pengine labda yule ambaye siku zake zimejaa ratiba ngumu, anakuwa na ubize wa hali ya juu katika masuala mbalimbali hasa ya kazi, familia, majukumu mbalimbali, mikutano, shughuli za kibiashara. Yote hayo anayafanya na pengine anaonekana anafanya vitu vingi au kuwa na mambo mengi na bado anatamani kuwa na Mungu. Mtu kama huyo anakuwa anasongwa na shughuli mbalimbali na hivyo anakosa ule moyo imara wa kuweza kuzaa matunda, hivyo anaweza kukosa nafasi hata ya kutafakari neno la Mungu. Au yule ambaye biashara yake imefanikiwa, amejenga nyumba, amepata hadhi kubwa katika jamii na hivyo anasikia neno la Mungu na mara nyingi anajitahidi zaidi kukabiliana na hali aliyonayo ama mali alizonazo na utajiri na nini na kila kitu, kuweza kuwa na ule uhusiano wake mzuri pamoja na Mungu, lakini na mahusiano yake na mali na vitu vingine. Kwa wakati mmoja anaweza kawa anampenda Mungu kweli, lakini pia ulimwengu pia unamsonga. Mambo ya anasa, tafrija na kadhalika yanaweza akawa yanamsonga, akakosa kuweza kutafakari hilo neno la Mungu linamgusaje katika maisha yake. Mtu mwingine anaweza akawa anatamani kulisikiliza neno la Mungu liweze kuzaa matunda, liweze kumbadilisha, lakini anasongwa na shughuli mbalimbali za kidunia, tamaa mbaya za mwili, tamaa mbaya za mali, majivuno na kutafuta hata sifa za watu, kiburi na kadhalika. Yote hayo yanakuwa sehemu ya maisha yake, anashindwa kulipokea neno la Mungu na kuweza kuliishi. Hayo mambo yote yanakuwa kama miiba yanayoisonga ile mbegu ya neno la Mungu isiweze kuota ama isiweze kuzaa matunda na kuwa imara katika maisha yake ya kiroho. Lakini kwa upande mwingine tuna tumaini kubwa katika udongo mzuri. Udongo mzuri ambao kila mmoja wetu anaalikwa kuwa na moyo huo wa udongo mzuri, udongo wenye rutuba, ambapo pindi mbegu ya neno la Mungu itakapotua kwetu, basi tunaweza tukazaa matunda 160 kwa 30. Pengine huo ni nini? Udongo mzuri ninafananishwa na ule mtu ambaye anapolisikia neno la Mungu kwanza analielewa, analipokea kwa unyenyekevu na analifanyia kazi kwa bidii. Lazima ulipokee, lazima ulielewe, lazima ulifanyie kazi, kwa sababu sio kazi rahisi, inahitajika bidii na juhudi na maarifa kuweza kulifanyia kazi. Na hivyo kupitia udongo huo mzuri kwa kawaida tu utaleta mizizi imara ambayo itaisaidia ile mbegu kukua na kuzaa matunda. Hata katikati ya changamoto za ukame itazaa matunda kwa sababu ina mizizi iliyo imara. Kwa upande mwingine, huyu sio mtu mkamilifu, bali ni yule ambaye amejenga maisha yake katika maisha kila siku ya sala, tafakari, kulisoma neno la Mungu hata kwa dakika chache tu. Unalisoma polepole, kulitafakari, kusali na kuona linakupa maamuzi gani ya kufanya katika maisha yako, hata katika mambo madogo tu ya kila siku. Na mfano huu wa huyu ambaye udongo mzuri, udongo wenye rutuba, neno la Mungu linapoanguka katika udongo huo, anaweza kawa baba au mama wa familia kawaida tu. Maisha ya kawaida kabisa ya familia ni yule ambaye anaishi kwa uaminifu katika familia, katika kazi. Hawezi kutoa rushwa, hawezi pindi hata masuala ya kifamilia yanapotokea, labda ugomvi, kutokuelewana hapa na pale, anakuwa tayari kusamehe, kuwafundisha watoto elimu ya dini, elimu ya kidunia na kadhalika, na kuwa mfano bora kwa maneno, matendo na utu wema. Na hivyo ni yule ambaye anapoona watu wenye shida, maskini, wagonjwa, anawasaidia kama Kristo mwenyewe alivyotoa ujumbe wake kwamba iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Na hivyo kwa kufanya hivyo anamhurumia kila mmoja, anamgusa, anamshika mkono kwa uwezo wake, kwa nafasi yake aliyokuwa nayo.
Na hivyo matunda ni ile hali ya kuweza kuwagusa watu katika maana mbalimbali, kuwasaidia na kwa namna ya pekee kuonyesha ule ushuhuda wa imani, ushuhuda wa mahusiano kati yake na Mungu kwamba upoje. Ni moyo ambayo pia kwa nafasi nyingine upo tayari kubadilika katika maana ya kutoka katika maisha ya dhambi kwenda katika maisha ya neema. Ni wale watu ambao wanatambua na kuona mchango mkubwa wa maisha yao unawagusaje watu wengine. Na hivyo udongo mzuri ni wale watu ambao wanatupa mifano mbalimbali mizuri katika maisha yetu ya ufuasi. Wapo kama watakatifu mbalimbali ambao wameishi maisha ya kawaida wakishuhudia imani hiyo, wakitupa sisi picha kama ya udongo mzuri. Mfano kama mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta ambaye alifanya utume wake wa kuwasaidia maskini na watu wenye shida na akaanzisha shirika lake ambalo wanaitwa mabinti wa upendo, Sisters of Charity, ambao wanashughulikia hasa maskini kwa namna moja au nyingine, wazee, wale wote wanaoishi katika mazingira magumu, basi wanawalea na kutimiza lile agizo la Injili ya Mathayo sura ya 25 kwamba kadiri mlivyowatendea wadogo hawa mlinitendea mimi. Wapo watakatifu mbalimbali, Mtakatifu Inyasi wa Loyola ambaye amekuwa mwanzilishi wa shirika la Majezuiti ambao wanafanya kazi kubwa katika utume wa kuelimisha, kutoa elimu, kufundisha, kusimamia mafundisho ya imani na kadhalika, ambao wana mchango mkubwa na matunda yao tunayaona hayo matunda 100, 60, 30 katika maisha yetu. Na kwa namna ya pekee hawa watu wawili, Mama Teresa wa Calcutta, tunaona utume wake kutembelea kile kituo pale cha Mburahati, na pia hawa Loyola ambao hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam pia wapo katika shule ile ya Loyola na maparokiani ambapo wanafanya utume huo wa kumtangaza Kristo kwa kutumia kipawa cha elimu. Tunaye mfano mwingine, Mtakatifu Francisco wa Asizi ambaye mwaka huu ni jubilei ya miaka 800. Tunafanya jubilei ya miaka 800 tangu kifo chake. Urithi wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, kupitia maisha yake tunaona matunda ya imani, matunda mbalimbali kupitia kuanzilishwa kwa shirika lake la Mtakatifu Francisco ambalo kwa sasa kuna familia kama 3, familia ya ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Conventuali, ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi wa Kapuchini, ndugu wadogo wa Franciscani, wale ndugu wadogo Order of Francisco Minors. Wote hawa wanafanya utume kwa sababu ya maisha yake Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na hivyo katika utume huo tunaona urithi mkubwa tangu miaka hiyo, tangu kifo chake miaka 800 sasa tunafanya jubilei. Tunaona ni matunda makubwa katika kanisa. Kwa hiyo ndugu wapendwa, tunapoendelea kutafakari kwa kina Dominika hii ya 15, kanisa linatufundisha kwamba ili neno la Mungu liweze kuchukua mizizi ama kutoa mizizi ndani yetu na mwisho wa siku kuzaa matunda mengi, lazima tuwe watu wa sala ya kweli. Na Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2705 inaeleza kwa uzuri kabisa namna ya kusali ama kutafakari kama ifuatavyo. Anasema kwamba kutafakari ni sala inayohusisha akili, mawazo, hisia na tamaa ya moyo. Lengo lake ni kufanya nafsi zetu ziweze kuimarishwa ama kuunganisha ama kufanya nafsi zetu zote kiakili na kihisia ziweze kuungana na Bwana na kuzungumza naye na kusikia sauti yake, na mwisho wa siku kutafakari ambapo kunahitaji juhudi na uvumilivu. Sio jambo jepesi ambalo kwa kufanya hivyo tunaweza kuzaa ndani yetu amani na ule muungano wa Mungu wa karibu na sisi. Na hivyo Katekisimu pia inatuelekeza vizuri kabisa kwa kutuambia ukitaka kusali unaweza ukaona kuna aina 3 za sala. Sala ya sauti ama vocal prayer. Ni sala ambayo tunayoisema kwa maneno. Mara nyingi ni sala kama vile Baba yetu Salamu Maria,
au sala za kanisa tunavyosali liturujia vipindi na kadhalika, inatusaidia kutoa sauti ya mioyo yetu kwa Mungu. Na aina ya pili ni sala ya tafakari ama meditation. Hii ni sala ambayo kwa namna ya pekee inatumia akili na moyo. Na hivyo tunachukua neno la Mungu, tunalitafakari, tunalioji, linatugusaje sisi, linagusaje maisha yetu, matamanio yetu na yale yote ambayo tunataka kuyaelewa kutoka kwa Bwana, na hivyo Bwana atufundishe na kutupa majibu ya maisha yetu. Aina ya tatu ni sala ya taamuli ama contemplative prayer. Hii contemplative prayer ni sala ya kimya kabisa, ambapo hatuzungumzi kwa sauti. Tunakaa mbele ya Mungu na kuongea naye kama rafiki yetu. Kama unavyoongea na rafiki yako, unazungumza naye moyoni, na ni wakati ambapo tunapata lile pumziko la kweli, tunapopumzisha mizigo yetu mbalimbali ya matatizo, shughuli na kadhalika, yote tunayapeleka kwa Mungu, na hivyo anatusikia kupitia hiyo sala ambayo tunaisema kwa moyo, taamuli ama contemplative prayer. Wapendwa, mifano hii ya kwa namna pekee udongo mzuri unatufundisha kwamba wale wanao tengeneza mioyo yao kuwa na rutuba kwa namna moja au nyingine ni watu wanaokuwa ni watu wa sala ya kina. Hawasomi tu neno la Mungu ama kuishi tu kienyeji, bali wanakuwa ni watu walioongozwa na moyo wa tafakari na kulisoma neno la Mungu na kufanya neno la Mungu liweze kuzaa matunda. Na hivyo leo Yesu anatualika hata sisi pia tusiogope kutenga muda wa kuliruhusu neno likue ndani ya mioyo yetu. Hata kama moyo wako una miba, hata kama moyo wako ni mwamba, hata kama moyo wako upo kisiki namna gani, sala na kusoma neno kila siku kunaweza kukubadilisha moyo wako ukawa kwenye udongo mzuri wenye rutuba. Ndugu zangu, leo bado tunaendelea kupata ujumbe mzuri kutoka katika Injili, ambapo Yesu anatuletea daima mioyo yetu iweze kulipokea neno la Mungu kwa upendo mkubwa. Na swali ambalo Dominika hii ya 15 tunawekewa si kuwahukumu wengine kwamba wapo katika aina gani za udongo, bali ni kujiangalia wewe mwenyewe kwa unyenyekevu na kujiuliza, mimi ni udongo wa aina gani? Ama mbegu neno la Mungu inaanguka, mimi nipo sehemu gani? Je, moyo wangu ni njia? Je, ni mwamba? Au moyo wangu ni miiba? Au moyo wangu ni udongo mzuri wenye rutuba? Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 na Zaburi ya leo Dominika ya 15 Zaburi ya 65, zote kwa pamoja ama yote kwa pamoja vinatufunulia siri ya neno la Mungu kwamba haliwezi kurudi bila kufanya kazi. Neno la Mungu aliendi bure. Ili udongo mzuri ama ili tuwe udongo mzuri lazima tuwe watu wa sala, sauti ya sala, kuwa watu wa sala, tafakari, na kwa namna pekee aina hizi za sala ambazo tukizitumia zinaweza kuwa njia bora zaidi ya kuweza kutusaidia kwa namna ya pekee kufanya tafakari ya neno la Mungu, kusoma neno la Mungu kama sala, Lectio Divina, ambalo kwa namna moja au nyingine inahusisha mambo makubwa 4: kulisoma neno la Mungu, kulitafakari, kulihusianisha na maisha yako, na mwisho wa siku kutengeneza sala ambayo katika ukimya na tafakari ya ndani Mungu anazungumza nini katika maisha yako, au Mungu anazungumza nini ndani yangu. Kwa ndugu wapendwa, katika Dominika ya 15 tutumie muda wetu kutafakari na kuona mpanzi mkuu ambaye ni Mungu mwenyewe anapopanda mbegu neno lake katika maisha yetu. Tusiogope kumpa mioyo yetu ili hilo neno lake liweze kuzaa matunda. Yesu anaweza kubadilisha pia kwa namna moja au nyingine, tusiogope. Anaweza kubadilisha mioyo yetu kutoka katika miiba, njia, miamba kuwa udongo mzuri wenye rutuba kwa kufanya sala
kuomba neema hiyo kutoka kwa Mungu ili mioyo yetu iweze kuwa huru, tuweze kuwa na rutuba. Udongo wenye rutuba ni ule udongo ambao unamaanisha kwamba moyo ambao upo huru, na hivyo kama upo huru unaweza kuzaa matunda mbalimbali. Na hivyo anapomalizia anasema kwamba mwenye masikio na asikie. Kwa hiyo ndugu wapendwa, Dominika hii ya 15 tuombe neema ya Mungu ili tuweze kuzaa matunda. Tunapolisikia neno la Mungu liweze kukaa, tuweze kulielewa, tulifanyie kazi kwa bidii ili liweze kuzaa matunda, 100, 160, 130, na hivyo tuweze kupata mwisho wa siku uzima wa milele. Mimi ni Padri Benjamin Maganga na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Nikutakie Dominika njema na Mwenyezi Mungu akubariki.